Habari za usiku, karibu sana kwenye Mshike Mshike. Mimi ni Kennedy Moses. Mabingwa watetezi wa kombe la shirikisho la CRDB Bank Young African Sports Club kesho majira ya saa 12 jioni watashuka katika dimba la Meja Jenerali Samuyo wakikaribishwa na wenyeji JKT Tanzania katika mchezo wa robo fainali ya mashindano hayo. Kaimu kocha mkuu wa Young Africans Abdulhamid Mollin amesema maandalizi yamekamilika kuelekea mchezo huo na wapo tayari kupambana ili kusonga mbele. Tomorrow is FA Cup. Kesho tunapaswa kucheza mchezo mzuri dhidi ya JKT Tanzania. Tumejiandaa vizuri kwa ajili ya mchezo huo. Pia tuna morali kubwa kucheza kwenye mchezo huu mkubwa. Tutaonesha kiwango kizuri na juhudi kwenda hatua inayofuata. Hivyo kesho tutacheza mchezo mzuri kama timu. Tupo tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Na sisi kama wachezaji tunatambua umuhimu wa mchezo wa kesho sababu ni mchezo wa kombe. Na mechi huwa ni moja na mwisho wa siku inahitaji mshindi, na mimi pamoja na wachezaji wenzangu tuna morali nzuri na tunaamini tunaenda kushinda mchezo wa kesho. Kwa upande wa kocha wa JKT Tanzania Ahmad Ali amesema kikosi chake kipo tayari kwa mchezo wa kesho dhidi ya Yanga na watapambana kuhakikisha wanapata ushindi na kutinga hatua ya nusu fainali kombe la shirikisho la CRDB Bank. Maandalizi makubwa sana yalikuwa ni kwenye mentality za wachezaji na kuona namna gani ambavyo tunawaandaa kuwa vizuri. In physical condition sio mbaya sana, hatujafikiria sana huko, tunaangalia ni jinsi gani ambavyo kuwaweka fresh kwenye mindset na kuona jinsi gani tuna believe kwenye plani ambao tuko nayo na kuona tuwe bora kwenye hiyo mechi. So in mental sio mbaya, kwa majeruhi hakuna wachezaji ambao wako na shida, lakini kuna watu ambao wana pain ndogo ambazo mpaka leo nafikiri tutapata ripoti ya daktari na kuona namna gani wanaweza wakahusika kwenye mchezo wa kesho. Yanga ni timu kubwa, ila sisi tunaheshimu Yanga kwa sababu ni timu kubwa. Sisi kama wachezaji tunaelewa kesho tuna mchezo mkubwa, kwa hiyo sisi tuko vizuri katika mchezo wetu wa kesho ili kupata matokeo mazuri katika kiwanja chetu cha mechi. Kwa upande wao Ghost wa Kaya Coastal Union kesho watakuwa na kibarua kizito dhidi ya JKT, dhidi ya Coastal Union watakuwa mzigoni dhidi ya Singida Black Stars, na hii ni kwenye mchezo wa robo finali kombe la shirikisho la CRDB Bank utakaoanza saa 10 jioni kwenye uwanja wa CCM Mkokwani pale Tanga. Kuelekea mchezo huo Coastal Union imefanya mazoezi ya mwisho kama anavyoripoti Mariam Shedafa kutoka Tanga. Ni kikosi cha Wagosi wa Kaya Coastal Union kikiwa hapa kwenye uwanja wake wa nyumbani Mkwakwani kwa ajili ya kufanya maandalizi ya mwisho kuelekea mchezo dhidi yao na Singida Black Stars. Maandalizi yapo vizuri, tumejiandaa vizuri, tumetoka safarini jana na tumeweza kufanya maandalizi vizuri mpaka hapa tulipofikia. Tulifika jana asubuhi, kwa hiyo jana hiyo tulifanya mazoezi ya kurudisha mwili kwenye hali yake. Na leo tumeweza kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea kwenye mchezo wetu wa kesho. Kwa hiyo haijatuathiri sana. Ni timu nzuri, ni moja kati ya timu nzuri yenye vikosi bora. Kwa hiyo ni wazuri. Ila tutahakikisha tunapata matokeo mazuri ya ushindi. Singida ni timu nzuri na wachezaji wakomavu na wachezaji professional, wazoefu. Kwa naamini ni wapinzani wazuri ambao tutaenda kupambana nao na naamini mchezo utakuwa mgumu. Mchezo ambao utakuwa na ushindani, lakini sisi tumejiandaa vizuri katika mchezo huo. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tuseme inshallah tunaenda kupata point na tunaenda kushinda mchezo huu kuwatoa siku na nusu finali inshallah. Dakika 90 ndio zitakazoamua nani aingie nusu finali ya mashindano ya CRDB Federation Cup. Kutoka hapa kwenye dimba la CCM Mkwakwani, Mariam Shedafa, Azam Sports. Wakati huo kikosi cha Singida Black Stars kimefanya mazoezi yake ya mwisho katika uwanja wa CCM Mkokwani pale Tanga kujiandaa na mchezo wa kesho robo finali kombe la shirikisho la CRDB Bank dhidi ya wenyeji Coastal Union. Mchezaji wa timu hiyo Abdulrazak Zakaria amesema wamejiandaa vilivyo kwa kesho wanapata ushindi na kutinga hatua ya nusu finali. Tumejipanga vizuri, maana ya maandalizi yetu ni kupata matokeo kwenye mechi ya kesho. Kwa hiyo naamini tumejipanga kwa ajili ya kupata matokeo kesho. Unazungumziaje wapinzani wenu Coastal Union ambao mnakwenda kukutana? Ni timu nzuri, lakini kwa mazoezi ambayo tumefanya naamini kesho itakuwa siku yetu pia ya kupata matokeo. Mashindano magumu, kila mtu ajipanga kwa mashindano hayo. Kwa hiyo naamini ambaye atakajipanga vizuri ndio ambaye atapata matokeo. Kwa hiyo naamini mashindano magumu.
Na maafisa habari wa timu hizo kwa maana ya Coastal Union na Singida Black Stars, Hussein Mchomvu na Hussein Masanza, wametambiana kuelekea mchezo wa kesho, kila mmoja akiamini timu yake itashinda. Kubwa ni kwa mashabiki wetu na wanachama waje kwa wingi uwanjani. Kiingilio shilingi 2,000 ya Kitanzania, bei sawa na bure kabisa. Waje kwa wingi uwanjani, jukwaa la Coastal lijae, Lela Sports lijae, Russia ijae na huku bandani kote kujae. Tuje tushangilie hapa kwa wingi, tumkafini Singida kama tulivyofanya mchezo wa ligi kuu, kwa sababu mara mwisho tumemfunga tukiwa pungufu. Tulikuwa ndani tuna pungufu wa mtu mmoja, goalkeeper alipewa red card na bado tukamshona 2 dakika 90. Kesho najua hata kuja vile kama ambavyo amekuja kwenye mchezo wa ligi kuu. Na huu mchezo ni tournament, ni mchezo mmoja tunatolewa, kwa tunajua ugumu wa mchezo. Kumfunga mchezo wa mwisho haimaanishi kwamba tumshushie heshima, hapana. Tunamheshimu vilivyo, lakini kesho tutaingia uwanjani kutafuta ushindi na inshallah tutashinda. Kwanza ni timu nzuri, tunamheshimu. Lakini bwana, wao wanajua kabisa wakifika hapa CCM kwa kwani wamefika kwenye tope. Na Singida kutoka hapa basi kama atakuwa ametoka salama, huwa wanapigiga simu nyumbani kusema bwana nimenusurika safari hii. Kwa hiyo kesho kama watatoka hapa lazima utaratibu utakuwa ni ule ule wa kupiga simu kusema wamenusurika. Tunaenda kucheza mechi ngumu na Coastal Union. Mchezo wa ligi kuu tulivyokuja hapa tulipoteza kwa goli 2-1 na tunaenda tena kukutana na wale ambao wana confidence ya kutufunga kwa mara ya kwanza hapa nyumbani. So itakuwa ni mechi ngumu, lakini watoe hofu na ni watoe mashaka. Hata wachezaji wameshafahamu Coastal ni mpinzani wa namna gani. Kwa sitarajii kuona na hata mashabiki wasitarajii kuona kwamba wachezaji wetu watakubali kufungwa mara 2 ndani ya kipindi hiki kifupi. Mchezo mgumu, lakini sisi tunakuja na dhamira ya kwenda hatua inayofuata kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho CRDB. Kwa upande wake shirikisho la soka Tanzania TFF limesema maandalizi yote ya msingi kuelekea mchezo wa robo finali kombe la shirikisho la CRDB Bank yamekamilika, hivyo mashabiki wajiandae kushuhudia kandanda safi kutoka kwa timu shiriki. Kwenye michezo hiyo yote ya hatua ya robo finali, maandalizi yote yako sawa katika sehemu ya utawala pamoja na maeneo mengine, na tayari pia michezo ya kesho, walimu wa timu zote, wawakilishi wa wachezaji pia wameshazungumza na waandishi wa habari namna ambavyo wanaenda kwenye michezo hiyo. Ikumbukwe kwamba baada ya michezo hii maana yake sasa tunaingia kwenye hatua ya nusu finali ambako draw tayari ilikwisha chezeshwa, na hivi sasa kila mtu anajua kwamba akishinda kwenye mchezo huu wa robo finali maana yake nani au nani atakuwa ni mpinzani wake kwenye hatua ya nusu finali. Tunatarajia kwamba ushindani utakuwa ni mkubwa kwenye michezo hii ya robo finali pamoja na michezo mingine yote ambayo imesalia, na utaona kwa namna ambavyo timu zilizosalia katika hatua hii ya robo finali, timu zote zinatoka kwenye ligi kuu na zinakutana, kwa maana kwamba zinakutana kwenye ligi kuu, lakini sasa zinakuja kukutana kwenye CRDB Bank Federation Cup. Leo nizungumze na mchambuzi wa masuala ya soka Philip Nkini kuweza kusikia kutoka kwake. Philip, karibu. Andika kwa vipi? Mambo yanaenda? Safi, mambo yanaenda. Tuko vizuri. Fresh kabisa. Safi. Bana, kesho ligi kombe la shirikisho la CRDB Bank linaendelea na kutakuwa kuna mechi takriban 2. Mechi mapema saa 10 kamili jioni, na hii itakuwa inawakutanisha Coastal Union ambao watakuwa mzigoni dhidi ya Singida Black Stars. Mara ya mwisho Singida kwenda Mkwakwani, kumbukumbu si nzuri, alipasuka chuma 2-1. Kuna chochote cha tofauti tunaweza tukatarajia, kwa sababu Coastal pia amekuwa tishio hivi karibuni, hasa baada ya mabadiliko kwenye benchi la ufundi? Walienda ilikuwa ni mashindano tofauti. Kwenye ligi ndo alipasuka, na Coastal walikuwa pungufu kweli kwenye ule mchezo. Walionyesha kiwango kizuri wakiwa nyumbani. Coastal mara nyingi wakiwa nyumbani kwao huwa wana ubora wa tofauti na wakienda ugenini, lakini huu ni mchezo mwingine ambao walimu wanakuwa na matarajio tofauti. Coastal Union kwenye ligi ambao alimfunga Singida hayuko sehemu nzuri sana. Singida bado naye anahitaji kupambana kuhakikisha anakuwa kwenye ile zile nafasi 4 bora. Kwa hiyo kila mmoja hapa anaamini kwamba hii ni njia yake ya kumpa nafasi ya kushiriki michuano ya kimataifa kwa ajili ya msimu ujao. Kwa hiyo ni kitu kikubwa, ni mashindano bora. Coastal anaenda akiwa alishaye kufika finali akapoteza, lakini pia Singida naye unakumbuka msimu uliopita na alifika finali akapoteza dhidi ya Yanga. Kwa hiyo ni kila mmoja anaenda kutafuta rekodi mpya kwenye haya mashindano. Kufika nusu finali kwao inawezekana ikawa ni matarajio mazuri, kwa sababu misimu 2 mfululizo kwa Singida watakuwa wamefika nusu finali.
Akifika Coast labda atatamani kufika tena fainali, ajue atakutana na nani, kama ambavyo ilitokea kule nyuma ambapo alikutana na Yanga. Wanakutana wakiwa kwenye fomu mbili tofauti. Coast anatoka akiwa na booster nzuri kwa sababu ametoka pia kushinda ugenini dhidi ya nadhani Tanzania Prisons. Mbeya City, Tanzania Prisons ameshinda Mbeya City, yes, uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine pale Mbeya. Anarudi nyumbani. Lakini ukitazama kwa Singida, of course ametoka nyumbani katika uwanja wa Airtel pale, lakini hayupo kwenye fomu nzuri kama ambayo anayo Coast. Na matokeo ya mwisho hayambebi kiasi hicho. Licha ya mabadiliko kadhaa ambayo wameyafanya kwenye benchi la ufundi Singida, ambao pia na wao kwenye mechi za hivi karibuni kwa nyota mmoja. Sasa hivi tayari wana kinara ambaye ana magoli zaidi ya 7 kama sio 8. Hii inawapa booster kiasi gani? Wangali pia wanacheza hii mechi wakiwa na kumbukumbu ya kupoteza, huko kuna baadhi ya nyota ambao viwango vao kuna namna wamevi-improve. Kwa Singida mtihani wao ni mkubwa zaidi. Kwa sababu kwanza kwenye matarajio msimu uliopita walifika fainali. Kwa hiyo lazima kwenye makaratasi yao itakuwa kwamba basi tufike fainali au tuchukue ubingwa. Kwa hiyo itakuwa ni kitu kingine tofauti kwao. Mwalimu lazima atakuwa na taski tofauti ambazo wamepewa. Kwa hiyo atatakiwa kupambana ili hakikisha kwamba wanawafunga Coast ili wavuke. Lakini kwa Coast pia nao huko nyuma walishafanya vizuri, na sasa hivi kwenye ligi unaona bado hawako sehemu salama sana. Anawezekana mwalimu wa Coast ambao naye akahitaji kuonesha kwamba inawezekana kwa timu yake kwenda hatua ya nusu fainali. Kwa kila mmoja, pamoja na kwamba wana matokeo tofauti kwenye michezo ya ligi, kila mmoja ana matarajio ya kutaka kuonesha kitu cha tofauti. Haya mashindano sasa hivi yanakuwa bora zaidi na tofauti na miaka ya nyuma. Kwa nini? Kwa sababu kila mmoja anatamani kwenda kwenye michuano ya kimataifa na kila mmoja anaamini ya kwamba inawezekana kumfunga mpinzani wake. Haya, kuna JKT Tanzania amekutana na Young Africans kwenye ligi, alipoteza. Na alikuwa anatazama kama mpinzani mgumu, lakini alipoteza pia kwa magoli mengi, magoli zaidi ya 2. Yes, ukitazama wana mechi ya ligi nyingine ambayo imesalia, lakini kabla ya mechi ya ligi wanakutana kwenye kombe la shirikisho. Utofauti ulipo ni kwamba kwenye CRDB Bank haina take 2, haina matokeo matatu. Ni either uende ama ushinde au ufungwe. Kuna namna itaathiri mbinu za kila mmoja na pengine kutupa mechi ya tofauti. Hii ni mechi tofauti na ile ya kwanza ya kwenye ligi, kwa sababu kwanza uwanja ambao wanatumia sio ule. JKT akiwa nyumbani hali yake huwa inabadilika na inakuwa timu nyingine tofauti. Lakini unakumbuka hapa wanakutana kwenye robo finali, lakini hizi timu ndo zilikutana nusu finali msimu uliopita. Yanga alienda finali baada ya kuwaondoa JKT kwenye hatua nusu finali msimu uliopita. Kwa hiyo ni kama vile wanakuja kurudia ile bato yao ya msimu uliopita, na nakumbuka Yanga alishinda goli 2-0 na kwenda kuchukua ubingwa. Kwa JKT wanamtiani kwa sababu matarajio yao kuanzia mwanzo wa msimu, semaji pamoja na kocha wao anasema ya kwamba wanahitaji kushiriki michuano ya kimataifa. Kama ikishindikana kwenye ligi basi ni vizuri wakajaribu huku. Kwa hiyo naamini kwenye makaratasi yao itakuwa kwamba basi tuchukue ubingwa, angalau tutapata nafasi ya kwenda kwenye michuano ya kimataifa. Naam, nikukumbushe tu mtazamaji, huu ni Mshike, endelea kuwa nasi, usiondoke. Naam, asante kwa kuendelea kwa nasi. Salia hapo Nkini ni mjuze mtazamaji kuhusiana na Wekundu wa Msimbazi Simba. Baada hapo tutakuja kujadili jambo hapa. Kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kimefanya mazoezi leo asubuhi katika uwanja wa Lake Tanganyika mjini Kigoma kujiandaa na mchezo wa Jumapili wa robo finali kombe la shirikisho la CRDB Bank dhidi ya TRA United utakaochezwa katika uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam. Kikosi hicho kinataraji kuondoka kesho mjini Kigoma kwa usafiri wa ndege kurejea Dar es Salaam, kama anavyoripoti mwandishi wetu Jacob Luvilo. Ni katika uwanja wa CCM Lake Tanganyika hii leo mapema saa 5 ambapo Simba Sports Club wamefanya mazoezi yao kulikava mwili baada ya game nzito jana ambao waliibuka na ushindi wa goli 3 dhidi ya Mashujaa. Hapa wakiwa wanafanya mazoezi unaweza kusema ya mwisho kwa maana ya maandalizi kuelekea katika robo finali dhidi ya timu ya TRA ambayo Simba watakuwa ni wenyeji, ikiwa ni robo finali ya kombe la shirikisho la CRDB. Wachezaji kama tunatambua mchezo utakuwa mgumu, kwa hiyo ndo kama hivyo tumeshaanza maandalizi baada ya mechi yetu ya jana kuisha. Kwa hiyo maandalizi yameshaanza rasmi leo, kwa hiyo tunaelekea kujiandaa na mchezo wetu. Tunajua mchezo utakuwa mgumu, hauwezi kuwa rahisi kwa sababu TRA ni timu ambao wako vizuri, wanacheza vizuri. Kwa hiyo tuna imani kutakuwa kuna upinzani wa hali ya juu. Baada ya game nzito leo mpumzike, kesho msafiri na kesho kutwa game. Nyinyi wachezaji mnaona hii ratiba na aka kipindi kafupi kanaweza kakawa sababu ya kuwapa game nzito zaidi dhidi ya TRA? Kwa hiyo sisi kwetu hiyo sio shida.
kwa ukubwa wa kikosi na ukubwa wa wachezaji, wanatambua kwamba timu inahitaji nini kwa wakati gani, wanatambua kabisa baada ya siku 2 na uzuri pia hii tulianza kujiandaa toka muda mrefu, na mwalimu pia alikuwa anasema kwamba huko mbeleni tutakuwa kuna mechi baada ya siku 2 au siku moja unafanya recover, kesho yake unacheza mechi. Kwa hiyo psychologically ya wachezaji tayari ilikuwa tayari. Tumejiandaa vizuri kwa maelekezo ya mwalimu na tuna imani tutaendelea pale tulipoishia mechi yetu iliyopita, na tunawaahidi mashabiki wa Simba kutupatia support yao ili tuweze kufanya vizuri na zaidi ili tuweze kufikia malengo ya timu na kuwapatia furaha pia. Simba Sports Club wamefanya recovering ya mazoezi yao hapa katika uwanja wa CCM Lake Tanganyika, na kesho wakitaraji kuelekea Dar es Salaam kwa ajili ya kesho kutwa kuwakabili TRA, moja kati ya timu ambao wao wenyewe wanakiri kwamba imekuwa na beto nzito. Jacob Ruviro, Azam Sports, Kigoma. Tukisalia hapo, licha ya Simba Sports Club kupunguza pengo la alama kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC na kufikia alama 2 dhidi ya kinara wao ama watani wao wa jadi Young Africans, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ahmed Ali amesema bado wana kazi ngumu ya kufanya ili kutimiza malengo yao msimu huu ya kutoa ubingwa. Baada ya ushindi wetu wa jana umetusaidia kupunguza pengo la alama baina yetu na kinara wa ligi kuu ya NBC, ambapo kwa sasa pengo ni alama 2 pekee. Alama 2 ni ndogo, lakini alama 2 ni nyingi. Kwa hiyo tuna kazi kubwa ya kupambania kuzifuta kabisa hizo alama 2. Kitu pekee ambacho naweza kusema ni kwamba alama 2 hizi kiuhalisia ni ngumu kwa sababu zimeshikiliwa na mpinzani wetu wa kweli, lakini zimeshikiliwa na timu ngumu, lakini kama haitoshi zimeshikiliwa na timu yenye uzoefu wa kukaa kileleni hasa katika nyakati kama hizi. Ili Simba tuweze kuzipiku alama 2 hizo, tunapaswa kufanya kazi kubwa kweli kweli, kazi ambayo itatuwezesha kuzipiku alama hizo 2. Hivyo basi wana Simba, kuanzia kwa wachezaji, benchi la ufundi, mashabiki na viongozi, tusikae tukarelaxi ya kwamba gepo limebaki pointi chache alama 2, tukafikiri ya kwamba alama 2 hizo zitayeyuka zenyewe tu automatic. Alama 2 hizo zitayeyuka ama zitapungua ama zitakwisha kwa kazi kubwa ambayo tunaifanya. Ukiangalia tuna kazi 2. Kazi ya kwanza ni sisi kushinda mechi zetu, lakini kumwangalia mpinzani wetu akidondosha alama hizo. Kwa hiyo kazi hizo 2 ni ngumu kuzifanya kwa wakati mmoja, lakini tukisimama imara, tukasimama thabiti, na kila mmoja kwa ukweli wa moyo wake akafanya kazi ya Simba, akafanya kazi ya kuipambania Simba, mchezaji akajitoa kwa ajili ya Simba, benchi la ufundi likajitoa kwa ajili ya Simba, viongozi tukajitoa kwa ajili ya Simba, mashabiki wakajitoa kwa ajili ya Simba yao, tukasimama kwenye falsafa yetu ya nguvu moja, ninayo imani kubwa ya kwamba tunao uwezo mkubwa wa kuipukurutisha alama 2 ambazo tumeachwa na mpinzani wetu. Vita bado mbichi, tunaendelea kupambana, na sisi tunaamini nafasi bado ipo ya mnyama kuchukua ubingwa msimu huu kama tutaamua kusimamia misingi yetu ya nguvu moja. Katika hatua nyingine, Ahmed Ali amesema mchezo wao wa robo finali kombe la shirikisho la CRDB Bank utakaochezwa Jumapili utakuwa mgumu kutokana na ubishi wa wapinzani wao. Hivyo mashabiki wanapaswa kuungana ili kuishangilia timu yao katika uwanja wa KMC Complex, Dar es Salaam. Tunaenda sasa kwenye kombe la CRDB ambapo tunakwenda kucheza na timu ya TRA. Lazima tufahamu ya kwamba hii ni mechi ya mtoano. Ukipigwa nje, tunatakiwa kufanya kila tunachoweza kufanya tuweze kupata ushindi katika mchezo huo. Malengo yetu ni kuchukua ubingwa wa CRDB. Tunachukuaje ubingwa wa CRDB? Ni lazima twende tukafanye kazi kubwa ya kumtoa TRA. Mechi yetu na TRA ni mechi ngumu, lazima kila mmoja afahamu hilo. Ni mechi ngumu, ni mechi ngumu, ni mechi ngumu kweli kweli. Hivi sasa sote tunafahamu miongoni mwa timu ngumu katika mpira wa Tanzania ni pamoja na TRA. Haijawahi kuwa nyepesi mechi ya TRA na timu kubwa, lakini nitakwenda kupambana tuweze kumtoa, twende hatua inayofuata, kwa maana hatua ya nusu finali. Rai yangu, wito wangu ni mashabiki
kujitokeza kwa wingi siku ya Jumamosi siku ya Jumapili katika uwanja wa KMC. Twende kwa pamoja tukaiunge mkono, tuwashangilie, tuwape nguvu mashujaa wetu, wachezaji wetu, watupeleke hatua ya nusu fainali. Wakati huo anaendelea, kikosi cha TRA United kimefanya mazoezi leo katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha kabla ya kuanza safari kuja Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo Jumapili dhidi ya Simba Sports Club robo finali kombe la shirikisho la CRDB Bank. Huyu ni afisa habari wa timu hiyo Christina Mwagala alipozungumza nasi hii leo. Timu yetu sisi bado iko Arusha na inaendelea na mazoezi, na leo asubuhi wamefanya mazoezi. Sasa kesho jioni itawasili hapa Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya maandalizi ya mwisho kuelekea sasa katika mechi yetu ya Jumapili. Kwa sababu ni mechi ambayo tunaifahamu iko kwenye ratiba, unaweza ukaona kwa nini TRA leo timu haiko hapa au jana. Ni kwa sababu ni mechi ambayo kimsingi tunahitaji. Kwa hiyo tumeona tuendelee kufanya mazoezi ya Arusha, na kwa sababu tunatumia usafiri wa anga, kwa hiyo tunajua mechi ni siku ya Jumapili saa 12:30 jioni. Kwa hiyo timu kesho itawasili hapa jijini Dar es Salaam ili tuweze kuweka mipango zaidi kwa ajili ya mechi ya Jumapili. Haya bana, TRA anakula mwewe, maisha safi kabisa kama zile timu za Kariakoo na kule Mbande. Kikosi cha Azam FC kimewasili mjini Kigoma alasiri ya leo tayari kwa mchezo wa Jumapili wa robo finali kombe la shirikisho la CRDB Bank dhidi ya wenyeji wao Mashujaa FC katika uwanja wa Lake Tanganyika mkoani humo. Taarifa yake Jacob Luvilo kutoka Kigoma inaarifu zaidi. Katika uwanja wa ndege Kigoma, Azam FC wakiwa wamewasili kwa ajili ya mchezo wao wa robo finali dhidi ya Mashujaa FC katika uwanja wa Lake Tanganyika siku ya Jumapili, ikiwa ni mchezo wa robo finali ya kombe la shirikisho la CRDB, na wakiwa wana kumbukumbu ya kutoka sare ya bila kufungana katika mchezo wao wa ligi kuu hapa Kigoma. Ndipo hapo ambapo namuuliza kocha Ibenge wa Azam FC pamoja na msemaji wa timu hiyo Hashim Ibwe ni kwa kiwango gani wanaukaribia mchezo ambao wanakiri wazi kuwa Mashujaa imekuwa ni ngumu, hasa inapokuwa katika uwanja wa nyumbani ambao ni CCM Lake Tanganyika. Going to play really because it's one of our target. We want to reach the final, so if you want to win the final, you have to win in quarter final. But we know that the opponent is not easy. We play a lot of tough games, and yesterday we play really big team. We are tired today, so the most preparation to answer to your first question is to recover. We need to be really strong in 2 days to face this team of Mashujaa. Kwanza ni hatua ngumu, do or die. Ukifungwa umebaki, ukishinda umeprogress kwenda mbele, na kombe la FA ni miongoni mwa makombe ambayo yako kwenye mipango yetu. Tutapambana kuhakikisha kwamba timu inafanya kila kitu necessary ili kuachieve hiyo nafasi. Kwa hiyo kwingine kuliko baki ni maandalizi yetu ya mwisho ambayo tutaanza kesho kwenye mazoezi ya mwisho. Baada ya hapo tasubiri tu wakati wa mchezo wenyewe, na tutawapa mechi nzuri sana Mashujaa. Yote kwa yote ni Jumapili. Nani ataibuka mshindi ili kwenda hatua inayofuata? Jacob Luvilo, Azam Sports, Kigoma. Wakati huo kiendelea, kikosi cha Mashujaa FC kimefanya mazoezi leo kujiandaa na mchezo Jumapili robo finali kombe la shirikisho la CRDB Bank dhidi ya Azam FC, mchezo ambao utachezwa katika uwanja wa Lake Tanganyika. Meneja wa timu hiyo Athumani Amir amesema mshambuliaji Ismail Mgunda amekiri ugumu wa kuivaa Azam FC, lakini wapo tayari kwa mapambano kuelekea mchezo huo. Siku ya leo timu imefanya mazoezi kwa wale ambao walikuwa wajicheza mechi kabisa. Kwa hiyo tumeona kiasi gani wameweza kwa performance yao ikoje, ili tuweze kuwaweka katika labda mechi ijayo na kuweza kuangalia mapungufu yaliyokuwepo katika mechi yetu iliyopita, ili tuweze kurekebisha katika mechi ijayo. Lakini pia mechi ijayo na Azam Sports itakuwa ngumu pia, kwa sababu Azam Sports ni timu nzuri, timu ina wachezaji wazuri na mwalimu mzuri, na wamejiandaa vizuri pia na wenyewe kwenye kombe la CRDB. Tumejipanga vizuri kwa sababu tuna
tunaamini game ngumu. Tumetoka kucheza game ngumu. Kwa hiyo tumejipanga vizuri, tunaamini game ngumu. Azam timu kubwa ina wachezaji wazuri mmoja na kitimu kwa ujumla. Kwa hiyo tumejipanga vizuri kukabiliana nao, na imani leo tutafanyia marekebisho makosa yote tuliokosea siku ya jana. Tutajirekebisha kwenye mchezo ujao dhidi ya Azam na imani tutafanya vizuri. Ismail Mgunda, mshambuliaji wa Mashujaa. Mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba kutoka Dar es Salaam wao wana imani kubwa na kikosi chao, wakiamini kuwa kitashinda dhidi ya TRA United katika mchezo wa robo fainali kombe la shirikisho la CRDB Bank. Utakuwa mchezo mgumu na mchezo mzuri, na kitu cha kufurahisha ni kwamba tunakutana na TRA ambayo imeimprove sana. Lakini ukiangalia TRA imeimprove, lakini Simba pia imeimprove zaidi kuliko wao, na Simba ni timu kubwa. Mchezo utakuwa mgumu, mchezo utakuwa mzuri, lakini sisi matumaini yetu ni kwamba tutashinda. Sisi malengo yetu, tumejipanga vizuri na TRA katika mashindano ya FA. Matumaini yetu hapa ni ushindi, ni kushinda. Ndio. Kwa TRA ni wazuri, lakini sisi ni wazuri zaidi kuliko wao. Uwezo ukaweka asilimia nyingi kwenye ligi, anaongoza mkubwa kama mimi. Kwa hiyo tunafanyaje basi? Tunaitaka na hii FA. Tumechukua muungano, maana tunaitaka na hii. Wachezaji na waamini wanajituma kutokana na kocha tulionaye, na imani siku hiyo tutashinda kwa kishindo kikubwa. Nao mashabiki wa Young Africans wanasema hawana hofu na kikosi chao kuelekea mchezo wao wa kesho robo finali kombe la shirikisho la CRDB Bank dhidi ya JKT Tanzania, mchezo ambao utapigwa katika uwanja wa Meja Jenerali Samuhyo. Mchezo utakuwa mgumu kwa sababu ile ni hatua ya mtoano, kizingatia ni robo finali, na JKT sio bovu kiivo na sio wabaya kiivo. Ni timu ngumu kutokana na falsafa yao wanavyocheza, ila yote kwa yote naamini kwamba kesho tunaweza kama tutacheza finali. Wataingia wachezaji wetu wakijua kwamba mechi muhimu na inabidi wafanye vizuri ili watukoshe mashabiki. Ubingwa lazima tuchukue. Kesho tunamfunga JKT Tanzania kwenye uwanja wake wa Meja Samuhyo. Ubingwa lazima, na wachezaji wazuri na Pacome Mzuzwa na Alan Okelo na Max Zingeli. Wachezaji wamefanya mazoezi mazuri. Wachezaji wamejipanga kuchukua kombe, wamejipanga kuchukua ubingwa. Asilimia 90 tunayo ya kushinda. Naam, wakati tunaendelea kufuatilia hayo, tunakamilisha hivi nusu saa ya kwanza ya mshike, lakini pia tukamilisha na hili ni kukumbusha tu ratiba ilivyo kwenye mwendelezo wa kombe la shirikisho la CRDB Bank katika hatua ya robo finali. Kuna mechi takribani 4 ambazo tutazishuhudia weekend. Kama ambavyo tulianza hapo awali, Coastal Union mapema kabisa kesho saa 10 kamili jioni watakuwa mzigoni dhidi ya Singida Black Stars, mechi itapigwa Mkokwani pale Tanga. Lakini JKT Tanzania jioni saa 12 watawakaribisha Young Africans katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo hapa Dar es Salaam ama Mbweni. Lakini ukiacha hilo, siku inayofuata kwa maana ya Jumapili Mei 17, 2026, Mashujaa FC wao watakuwa mzigoni katika dimba la Lake Tanganyika Kigoma wakiwakaribisha Azam FC kwenye mchezo wa kombe la shirikisho la CRDB Bank. Lakini pia Simba Sports Club wao watakuwa mzigoni dhidi ya TRA United, na ngoma hii inapigwa hapa Dar es Salaam. Mechi zote hizi tutazishuhudia live kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV. Nikukumbushe tu kwamba yale ambayo tutakuja kukujuza kwenye nusu saa ya pili ya mshike ni pamoja na haya. Klabu ya Yanga na kampuni ya GSM zasaini mkataba wa ujenzi wa uwanja Jangwani Kariakoo, Dar es Salaam. Na Serengeti Boys ipigia hesabu kali Angola katika mchezo wa AFCON chini ya umri wa miaka 17. Hadi mshike endelea kuwa nasi sio. Kwa kuendelea kwa nasi, huu ni mshike. Leo niungane na mchambuzi wa masuala ya soka Philip Nkini kuweza kupitia mechi za Jumapili. Zile za Jumamosi tulizipitia hapo awali. Lakini karibu tumetazama hapo maandalizi ya Simba Sports, TRA, tumemsikia Christina Mwagala akizungumza, Mashujaa pamoja na Azam FC ambao wamewasili kule Kigoma hii leo. Tuanze kutazama. Mashujaa FC watakuwa nyumbani dhidi ya Azam FC, lakini ile unbeaten yao pale kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara imeshavunjwa tayari na wekundu wa Msimbazi Simba, na wamepoteza ni jana tu hapo. Kesho kutwa Jumapili watakuwa na mchezo mwingine dhidi ya Azam FC. Timu za kariba ile na ubora ule ambao wanakwenda kukutana ndani ya kipindi ambacho hakizidi siku 5. Ni kweli unawazungumzia Mashujaa ambao wamepoteza dhidi ya Simba. Mchezo mgumu, walicheza nyumbani, ilikuwa ni mechi yao ya kwanza wanapoteza nyumbani. Lakini wanaenda kukutana na Azam ambao matarajio yao ni makubwa zaidi, wanahitaji kufika fainali ili waweze kuchukua ubingwa. Azam michuano hiyo ameshachukua ubingwa mara moja.
kwenye level ya timu yao walionayo, usajili waliofanya, jinsi ambavyo wanapambana kwenye ligi, wanahitaji angalau kumaliza na kitu mkononi. Kwa hiyo hili ni moja kati ya kombe ambalo wanalihitaji, lakini hawakutani na kazi ndogo, kwa sababu kwa Mashujaa ambao ilikuwa haijapoteza, imepoteza, itakuwa ni ngumu kwao kupoteza nyumbani mchezo wa pili mfululizo. Kumbuke wana mwalimu Julio, ni moja kati ya walimu ambao matarajio yao ni makubwa zaidi, na alisema ya kwamba hii ndio njia yao angalau ya kuwapeleka kwenye michuano ya kimataifa. Kama ukiutazama huu mchezo kwa ujumla, utaangalia jinsi ambavyo hizi timu zimekuwa zikikutana kwenye ligi. Bato yao imekuwa sio ndogo sana. Kwa hiyo mimi nafikiri ni kati ya mechi nyingine ambayo ni bora zaidi ambao tutaiona kwenye weekend hii. Baada ya Simba kukutana na mechi 2 ngumu dhidi ya TRA, hatimaye anarejea nyumbani na itakuwa ni katika kombe la shirikisho la CRDB Bank. Kwenye ligi aliwafunga mechi moja, mechi ya pili wakambana mbavu Sheikh Rabeid pale Arusha. Anakutana nao, lakini hivi sasa ni KMC. Kwanza lazima wapongeze TRA kwa hapo walipofika. Timu ambayo ilianza kama vile watu wengi walikuwa watarajii kama inaweza ikafanya hivi. Sasa hivi iko kwenye hatua ya robo finali, inapambana kutafuta nafasi 4 bora zile kwenye ligi. Kwa hiyo lazima wapongeze kwamba kuna kitu kikubwa wamefanya kwenye usajili wao na wachezaji wao wamekuwa wakiwalipa. Wanaenda kukutana na Simba ambayo ina matarajio makubwa zaidi. Bado Simba hawana uhakika wa kuchukua ubingwa wa ligi, tofauti yao ni pointi 2 dhidi ya Yanga. Wanahitaji angalau kumaliza, wameshachukua ubingwa wa muungano. Wanasikia mashabiki wao walikuwa wanasema ya kwamba sasa hivi wanahitaji angalau basi kuchukua kombe lingine. Ili kombe Simba hajalichukua misimu 4 mfululizo. Yote imekuwa ikichukuliwa na Yanga. Kwa hiyo ukiwachukua Yanga unasema kwamba kwenye misimu 4 mfululizo hawajapoteza mchezo wote kwenye haya mashindano. Simba kuanzia alivyowafunga Yanga Kigoma ndo alichukua mara ya mwisho, hapa katikati hajalichukua, na rekodi zinaonyesha ameshalichukua mara 4. Kwa hiyo hawa Mashujaa ndio hawa TRA ni kati ya zile timu ambazo sasa ziko kwenye hatua hii ya nusu finali ya robo finali, sehemu ambazo zilikuwa hazijawahi kufika kabisa hapo. Kwa hiyo ni rekodi kwao, lakini kwa Simba nafikiri huu ni mtihani mwingine, kwa sababu TRA wamekuwa na timu bora sana. Umesikia hata msemaji wao anakuambia wenyewe huwa wanapanda ndege siku hizi, sio ile ya kufikiria kwamba labda watakuja na basi au vipi. Kwa hiyo wanajiweka kwenye hizo level ya Simba na Yanga. Hii ni mechi bora sana ya ligi ambayo tutaiona, kwa sababu Simba atakuwa anahitaji angalau kuonesha kwamba msimu uliopita ilitokea bahati mbaya kutolewa nusu finali, lakini kwa TRA na watataka kuonesha Simba kwamba sio kwamba tunashinda tunachukua pointi tukiwa Arusha tu, tuna uwezo pia wa kuchukua pointi tukiwa Dar es Salaam. Shukrani sana Nkini. Tawala mwingine wa kujadili mengi zaidi ni Philip Nkini, mchambuzi wa masuala ya soka, nikizungumza naye kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kuelekea mechi za kombe la shirikisho la CRDB Bank weekend hii. Tusalie hapo kwenye kutazama yale ambayo yanatarajiwa na walio wengi, lakini sasa tugeukie Young Africans ambao wao wana gumzo hapa Dar es Salaam na Tanzania kiujumla jana pamoja na hii leo, na ni kuhusiana na hafla ya utiaji saini ya mkataba wa ujenzi wa uwanja wa kisasa wa klabu yao ambayo imefanyika leo makao makuu ya klabu hiyo Jangwani, Dar es Salaam. Ujenzi wa uwanja huo unatarajiwa kuchukua muda wa miezi 18 hadi 24 kukamilika, ambapo mbio za mradi huo ama ujenzi huo hivi sasa rasmi kampuni ya GSM ambao wao watamiliki 50% na klabu hiyo ya Young Africans itamiliki kwa 50%. Huyo hapa rais wa Young Africans Mhandisi Hersi Said akielezea mchakato ulivyokuwa unaelekea na sasa ulivyo kuelekea kwenye ujenzi wa uwanja huo. Na niwaambie wanachama, kuna watu watanunua viti vyao. Najua kuna ndugu yangu Ali hapa, yuko hapa, na wanachama wengine, unao uwezo wa kununua siti yako kwa msimu mzima. Hakutakuwa kuna interference kwenye ukali, na viwanja vya kisasa duniani viko hivyo. Unanunua seasonal ticket inayokuruhusu kukaa kwenye kiti chako msimu mzima. Kwa hiyo na uwanja wetu utakuwa na facility itakayoruhusu mtu kumiliki either ticket ya msimu au atakapokuwa amenunua kwa maana ya walk-in customer atakuwa na uwezo wa kupata siti yake na sio kukaa random kama viwanja vingine. Hilo la kwanza. Lakini la pili, tutatoa pia fursa kwa taasisi mbalimbali. Katika hizo boxes ambazo mmeziona kwenye mitandao, kampuni inaweza kulipia box mwaka mzima, season nzima, au familia ikanunua season nzima. Katika hiyo box kuna viti 10, maana yake mtakuwa na nafasi ya kuleta watu 10 kwenye kila mechi. Na inawezekana ikawa ni taasisi ya kibenki, inawezekana ikawa mwananchi kanunua box ile moja na mkalipia mwaka mzima. Mkawa mnakuja wenyewe na watendaji wenu, partners wenu wa kibiashara wanapata ticket wako. Kwa hiyo kwenye upande wa seating itakuwa proper seat kulingana na ticket uliyolipia. Uwanja huu utaanza kujengwa kesho.
Mwanasheria yuko hapa. Kinachohitajika tumesha saini mkataba leo. Kinachohitajika hapa ni kuomba vibali na kuanza kufanya kazi. Wale ambao matumizi ya uwanja kwenye kupaki watafute option nyingine. Baadhi ya viongozi wa klabu hiyo wamekiri kujivunia hatua hiyo kubwa katika historia ya klabu, kwani ilikuwa ahadi yao walipoomba idhini ya kuingia madarakani. Kama unakumbuka, kabla ya kuingia madarakani miaka 4 iliyopita, ni kwamba vipaumbele vya rais vilikuwa ni kwamba kimoja wapo ni kujenga uwanja. Sasa unaweza kuona kuanzia wakati ule mpaka kufikia sasa hivi leo ndo rasmi sasa unafunguliwa mjadala au unafunguliwa fursa ya uwanja kujengwa. Sio kitu rahisi, ni mchakato, ni mrefu sana, lazima kushirikishwa watu wote. Hii klabu ni klabu ya watu. Kwa hiyo tulienda kwa kutumia utaratibu wa kuwashirikisha wadau, wanachama na mashabiki wawe na uelewa na namna ambayo tunaweza tukaenda. Hii ilikuwa ni ndoto kubwa kwa sisi viongozi. Unakumbuka wakati tunaingia madarakani, huu ni mwaka wetu wa mwisho wa 4, na ahadi yetu kubwa moja wakati tunaingia madarakani ilikuwa ni ujenzi wa uwanja. Kwa hiyo kile ambacho tumeahidi katika kampeni zetu za kuingia madarakani leo tunakitekeleza. Kwa kweli haikuwa rahisi. Uwekezaji kama huu ni uwekezaji mkubwa, na ndio maana ukifanya hata kukiangalia takwimu utaona sio vilabu vingi venye hata dhamira ya kujenga uwanja. Kwa hiyo haikuwa rahisi, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu na viongozi kwa kweli tumefikia hapa na ni hatua kubwa. Hongera kwa wananchi wote. Kama mlivyoona, uwanja wetu utakuwa ni bora kabisa na ni uwanja ambao utatimiza ndoto ya miaka mingi. Miaka uhai wa Yanga, sasa tunaenda kupata uwanja wa uhakika zaidi. Kwa hiyo nishukuru wazee wetu ambao walituachia eneo ambao tunaenda kutupatia uwanja wa kisasa. Nashukuru sana. Kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewapongeza Young Africans na kampuni ya GSM kwa hatua kubwa waliofikia ya ujenzi wa uwanja wa kisasa, akiamini kuwa ni hatua ya kihistoria katika nchi na klabu hiyo kubwa nchini. Nashukuru sana uongozi wa Young Africans kwa ujumla wake. Tumekuwa na viongozi wengi kwa miaka mingi, lakini uongozi ambao leo tunao ni uongozi unaoonyesha matokeo. Ni uongozi unaotuondoa mahali pamoja kutupeleka mahali pengine. Tuwapigieni makofi mengi sana. Lakini jambo la tatu ni washukuru sana wadhamini. Leo hii hapa tumeambiwa kwamba 50% zitakuwa ni za klabu yenyewe, 50% itakuwa ni partner ambaye atashiriki kujenga uwanja huu, GSM. Na kwa mantiki hiyo, bila wao very likely pia mchakato huo ungefeli. Kwa hiyo tuwaongezee makofi mengi sana kwa utayari huo. Mkirudisha nyuma ya klabu hii ya kwetu, mtakumbuka kwamba zamani wachezaji wetu walikuwa wanakosa hata mishahara. Morali ya kazi haikuwepo. Lakini leo ukikuta klabu inahama kutoka, haizungumzii tena habari ya mishahara, haizungumzii tena maisha magumu kwa wachezaji wao, inahama kutoka kwenye masuala hayo inakwenda kuanza kujenga viwanja. Mjue hiyo ni hatua kubwa sana katika ulinganishaji wa tulikotoka na tulipo sasa. Kwa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila. Nao baadhi ya wanachama wa Young Africans waliohudhuria kwenye hafla ya utiaji saini ya mkataba wa ujenzi wa uwanja wa klabu hiyo wameeleza kukoshwa na mafanikio ya klabu yao, huku shauku yao kubwa sasa ikiwa ni kuiona timu yao inamiliki uwanja wake. Hili jambo sisi tumefurahia, na mimi nimeona kwamba lazima nishiriki siku ya leo kuona hili jambo, ndoto zetu zimetimia, japo sio sisi, wanafanya wenzetu, lakini ndio katika ni sehemu ya viongozi. Kwa hiyo namshukuru sana Engineer Hersi pamoja na kamati yake, hususan pia kumpongeza GSM kwa hili alilofanya. Hili ni jambo kubwa sana kwa sababu kizazi na kizazi kitazidi kuweka kumbukumbu. Na kama alivyoongea hapo engineer kwamba hili swala linaanza rasmi kesho, basi wanayanga tuendelee kumuunga mkono rais wetu, tuendelee kulipia kadi zetu, kwa maana yani Yanga ni ya wanachama. Kwa hiyo kama wanachama sisi tujitokeze kwa wingi, tulipie kadi zetu, tuhamasishe wengine wajisajili ili ile ada tunayolipa iende sasa ikafanye kazi Yanga. Hili linaweza kutimia, linatimia, na injinia yuko makini sana kwa jambo kama hili. Hana wasiwasi na hana kona.
Yaani injinia ni rais ambaye ana muonekano wake ni wa mbele, ambaye akisema jambo linatimia na akifanya jambo linakubalika. Kwa kweli tunamshukuru sana injinia rais wetu kwa jambo kama hili, na litatimia na limetimia. Jana tu nimetoka kutukanwa. Naambiwa nyinyi uwezo wa kujenga uwanja hamna. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na neema zake na rehema zake, leo tumethibitishiwa kuwa uwanja utajengwa na kesho unaanza rasmi kujengwa. Tumeupokea kwa furaha, tumeupokea kwa bashasha, tumeupokea kwa raha zote, kiasi ambacho furaha iliyokuwepo mpaka machozi yanatiririka, lakini si kwa kufiwa, isipokuwa kwa furaha kupata uwanja. Kuelekea mchezo wa AFCON dhidi ya Angola, kocha wa timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys Alieza Nsanganzelu amesema anakusudia kutumia mbinu zaidi ili kufanya vizuri dhidi ya Angola. Akizungumza na Azam Sports nchini Morocco, amesema anatambua umahiri wa Angola, lakini mbinu, maarifa na utayari wa wachezaji wake unampa matumaini ya kupata matokeo chanya kwenye mchezo huo. Tuna kawaida tumecheza mchezo, tumetumia nguvu, na maana yake baada ya siku mbili na mechi nyingine. Kwa hiyo siku ya leo tumetumia kwa wachezaji kupumzika. Of course jana tulifanya recovery ya ice na leo wanapumzika, lakini pia tunaitumia siku ya leo kwa ajili ya kufanya kazi zaidi kwenye video za recent, maana yake video za jana za Angola ndio siku ambayo tumetumia leo. Na tumesha analyze tayari, kwa hiyo sasa hizi tunaendelea na session zingine kwa ajili ya kushare na wachezaji, kuwapa taarifa kuhusu Angola, na jioni tutakuwa tuna video session mpaka siku ya kesho ambapo tutakuwa sasa tunaenda uwanjani kujiandaa kwa mara ya mwisho kabla ya kukutana na Angola siku ya Jumapili. Naam, ni mshike, endelea kwa nasi, usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huni mshike. Mimi Kennedy Moses. Baada ya timu ya Tanzania ya vijana wenye umri chini ya miaka 17 kupata ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Msumbiji kwenye michuano ya kombe la Afrika kwa vijana chini ya umri wa miaka 17, mkurugenzi wa timu ya taifa Almas Kasongo ameeleza kuridhishwa na mwenendo wa kikosi hicho, huku akiweka wazi matumaini yake ya kuwa na timu bora ya taifa katika miaka inayokuja. Akizungumza na Azam TV Sports Rabat kule Morocco, Kasongo amesema mpango uliopo sasa ni kuendelea kuimarisha zaidi mifumo ya kuwapata vijana wengi zaidi pamoja na kuimarisha benchi la ufundi ili kupata mwendelezo madhubuti kwa timu za wakubwa. Michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa vijana wenye umri chini ya miaka 17 yanaendelea hapa Rabat nchini Morocco, na tayari Tanzania imecheza mchezo mmoja dhidi ya majirani yao Msumbiji na wakafanikiwa kuondoka kifua mbele kwa mabao 3-1. Nipo na mkurugenzi wa timu za taifa Almas Kasongo. Labda tu nataka tufahamu kutoka kwake, baada ya mchezo dhidi ya Msumbiji anahisia gani? Alijisikiaje wakati anatoka uwanjani katika uwanja wa Mohamed wa 6? Safari yetu, ile azma yetu ya kucheza World Cup zinazokuja kwa vijana wa umri wa miaka 17 tunaiona inaweza ikatimia. Tuna mechi ya pili tarehe 17, kama Mungu atatujalia tukaweza kucheza vizuri kama tulivyocheza. Tafsiri yake ni kwamba tutakuwa tumequalify kuweza kucheza
fainali hizo za World Cup ambazo zitafanyika Katari. Itakuwa kwa mara ya kwanza, lakini itakuwa ni kitu kikubwa. Mkurugenzi, kwa namna ambavyo umeona vijana wamecheza, ukiwa kama mkurugenzi wa timu hizi za taifa, unaona kuna namna ya kuanza kuwashirikisha vijana hawa kwenye timu zetu za wakubwa? Naiona future ya timu ya taifa, naiona future ya timu ya Tanzania kama hawa vijana wataendelea na utaratibu huu kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Leo wanacheza under 17, manake kesho watakuja kucheza under 20. Manake kesho kutwa Mtondogo atakuja kuwa kwenye senior level, kwenye professional football. Kwa hiyo kwangu mimi naona tuko kwenye njia sahihi. Ni imani yetu kwamba dua za Watanzania zikielekezwa hiyo tarehe 17, ni imani yetu tutafanya vizuri. Na, ni Almas Kasongo huyo, mkurugenzi wa timu za taifa za Tanzania, akitujuza mengi baada ya timu yake ya vijana wenye umri chini ya miaka 17 kuondoka kifua mbele dhidi ya Msumbiji katika mchezo wa kombe la mataifa ya Afrika katika uwanja wa Mohamed wa 6 hapa Rabat nchini Morocco. Mimi ni Innocent Alois. Kutoka huko turejea nyumbani sasa. Klabu ya Fountain Gate ikishirikiana na kituo cha kukuzia vipaji cha soka cha timu hiyo cha Fountain Gate Academy wanataraji kufanya mashindano maalumu ya mpira wa miguu kwa vijana jijini Dar es Salaam tarehe 10 hadi tarehe 14 mwezi Juni. Mashindano haya yatajumuisha timu za vijana chini ya umri wa miaka 7, miaka 9, miaka 11, miaka 13, miaka 15, 17 na umri chini miaka 20. Tuna kategori mbalimbali ambazo tumeziweka ili kila kijana na kila mtoto aweze kupata opportunity ya kuonyesha kipaji chake. Tutakuwa na under 7 kwa maana ya chini ya miaka 7, tutakuwa na under 9 kwa maana ya chini ya miaka 9, lakini tutakuwa na under 11 kwa maana ya chini ya miaka 11, tutakuwa na under 13 kwa maana ya chini ya miaka 13, lakini tutakuwa na under 15 chini ya miaka 15. Tutakuwa na under 17 kwa maana ya chini ya miaka 17, lakini na zaidi tumelitazama kundi la under 20, nalo tumelipa nafasi kwa maana ya chini ya miaka 20. Mwaka huu katika nje ya dakika 90 ambazo vijana wataonyeshana kazi katika viwanja ambavyo nimesema tutavitambulisha hapo baadaye, tumedhamiria pia kuwapa fursa ya kupata mafunzo mbalimbali. Kwanza kuwaimarisha katika maadili. Kwa tutakuwa na seminars zitakazoendelea kipindi cha mashindano kwa wachezaji ambazo zinahusiana na maadili, lakini pia kwa staff kwa maana ya coaches pamoja na viongozi wa hizi academy na vilabu, na wao pia hatujawaacha. Tumetazama zaidi katika suala la ufundi kwa maana ya technical issues. Tunatarajia kuweza kuleta watu ambao watakuwa wanawapa fursa kufahamu masuala mbalimbali ya usuyo football kwa sasa, lakini zaidi tutatazama swala la teknolojia. Kwa tutaleta wadau ambao pia na wenyewe watakuja kuzungumzia masuala ya teknolojia katika michezo katika academy zetu. Tukikia soka la wanawake sasa, Simba Queens imezidi kuweka matumaini makubwa ya kubeba ubingwa wa ligi kuu wanawake Tanzania bara, na hii ni mara baada ya leo kuwafunga watani zao Yanga Princess mabao 2-1 kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Magoli ya Simba Queens yamefungwa na mshambuliaji kutoka Kenya Jedrix Shikangwa dakika ya 18 na 37, huku goli pekee la Young Africans likifungwa na nyota Mganda Leticia Nabosa dakika ya 58. Matokeo ya leo yanaifanya Simba Queens kusalia kileleni mwa msimamo wa ligi kuu wanawake Tanzania bara wakiwa na alama 46 kwenye msimamo huo, wakati wamepata alama hizo kwenye mechi 16, huku Yanga Princess wao wakisalia na alama 39 kwenye michezo 16 kwenye nafasi ya pili. Baada ya mchezo huo, makocha wa timu hizo wakawa na haya ya kusema. Ni wapongeze Simba kwa ushindi. Sio rahisi unapocheza mpira mechi kama hii ya maamuzi, alafu wenzako wanakuwahi first half goli 2 huko down, especially mpira wa wanawake, mpaka kuweza kurudi kwenye game inachukua kidogo muda. Kiangalia second half tumejaribu labda ile kurudi, tukajaribu kupush, ikawa mpira wa jenini ukagonga posti, mara ya pili ukapiga kichwa cha Agnes ikawa imegonga posti, lakini kawa sio bahati nzuri tukapata goli 1
na dakika 90 zimeisha, ni kwamba wakawa unaongoza goli 2-1. Tuko tunahitaji pointi 3, haijalishi tumecheza vipi, kwa sababu mbio za ubingwa zina aina nyingi ya uchezaji. Unaweza kucheza vizuri ukafungwa. Kwa hiyo tumecheza vizuri pincha kwanza, tukapata matokeo, tulipata matokeo tu ya control ili yaweze kuwepo kwetu, lakini vile vile tunaamini kwamba ligi ni ngumu, ligi na ushindani, timu zote zina ushindana. Kwa kikubwa mimi nashukuru Mungu na wachezaji wangu, kile ambacho tunajipanga katika msimu huu kinaweza kupatikana. Naye mwanariadha Mkenya Sebastian Sawe amethibitisha kuwa atashiriki kwenye mbio za marathon za Berlin zitakazofanyika Jumapili ya Septemba 27 mwaka 2026 nchini Ujerumani. Sawe mwenye umri wa miaka 31 anashikilia rekodi ya dunia ya kumaliza chini ya saa 2 baada ya kutumia saa 1 dakika 59 na sekunde 30, huku kwenye mbio zilizopita za Berlin akiwa amemaliza kwa kutumia saa 2 dakika 2 na sekunde 16. Tunakamilisha hivyo mshike mshike hii leo, lakini nikukumbusha tu miongoni mwa yale ambayo tulikuwa nayo mezani kupitia mshike mshike kwenye hili saa 1 la kujuza tulionayo kwenye uga wa michezo na burudani ni pamoja na haya. Wananchi Young Africans kufa au kupona dhidi ya JKT Tanzania robo finali kombe la shirikisho la CRDB Bank. Simba Sports Club ya Jinoa kuelekea kuikabili TRA United robo finali kombe la shirikisho la CRDB. Na matajiri wa jiji Azam FC watua Kigoma kuwinda Mashujaa FC kombe la shirikisho la CRDB Bank. Mwisho wa mshike mshike hii leo, na kwa sababu leo ni Ijumaa, mimi ni Kennedy Moses, tutakutana wikendi kwenye programu zingine.